Brigedia Jenerali Mashauri Mpambe na msaidizi masuala ya kijeshi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwasilisha ujumbe maalum kwako. Kwa heshima na taadhima, naomba nikukabidhi. Waheshimiwa wabunge, uteuzi wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 51 kifungu kidogo cha pili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kushika madaraka yake ndani ya siku 14 atamteua mbunge wa kuchaguliwa kutoka katika jimbo la uchaguzi anatokana na chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi, au kama hakuna chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi, basi atateuliwa anaelekea kuungwa mkono na wabunge wengi kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, Waziri Mkuu atakayeteuliwa hatashika madaraka hayo hadi uteuzi wake umethibitishwa na Bunge kwa azimio tutakaoungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Hivyo, kwa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba, nimemteua Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba Waheshimiwa, naomba tukae. Hajaapishwa bado, naomba tukae. Sasa namruhusu mwakilishi wa Mheshimiwa Rais aweze kurudi kwenye majukumu mengine. Asante sana kamanda. Hivyo, kwa kutekeleza matakwa hayo kikatiba, nimemteua Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba mbunge ili uteuzi wake uthibitishwe na bunge lako tukufu kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kutakia majukumu mema. Mungu ibariki Tanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wabunge,
Kwa vile jina hili likijapa ni siri, naahirisha bunge kwa nusu saa ili katibu akandae, na sitisha bunge nusu saa ili katibu akandae ballot paper. Mwigulu Lameck Nchemba, miaka yake 50 hivi sasa. Alizaliwa Januari 7 mwaka 1975. Pasina shaka wananchi kutoka Makunda pale wilaya Iramba watakuwa na ndelemo, vifijo na vigeregere. Kijana wao kutoka Singida ndiye ambaye ametajwa hapa kuwa waziri mkuu ajaye wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watakaothibitisha ni bunge, kama ambavyo ibara ya 51 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania fungu la pili linavyosema, na majukumu yake yakiwa katika ibara ya 52. Mwigulu Lameck Nchemba naye alikuwa aamini, ni kama alihemewa baada ya jina lake kutangazwa kwa yale ambayo yalikuwa yanatokea. Imemshangaza kwa uso wake ulivyokuwa. Kwa kinachoendelea hapa sasa ni kwenda kuandaa karatasi ambazo zitahusika katika kumthibitisha hapa bungeni na kwa bunge wote. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wa fedha katika awamu iliyopita, amepitia katika njia mbalimbali hadi katika uongozi wake katika nchi hii ya Tanzania. Tunafahamu yeye ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Tangu Machi 31 mwaka 2021 amekuwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akifanya majukumu hayo kwa nafasi hiyo, na tumekuwa tukishuhudia katika miaka mingi ya fedha katika upitishaji wa bajeti kile ambacho amekuwa kikisaidia serikali, na pongezi zinamiminika kwake sasa hivi akiendelea kuhemewa. Tutafahamu baadaye wabunge watampitisha ama itakuwaje. Itakuwa ni baada ya nusu saa ambayo spika wa bunge ameitangaza hapa. Anaendelea kuchukua pongezi zake ama maua yake kwa kutaja tu hilo jina, basi itakuwa ni heri kwake. Na tumesema wananchi wa kule Makunda, Iramba, Singida, pasi na shaka huko sasa hivi watakuwa wanasikilizia ndelemo, vifijo na vigeregere